na Mtume. Lazima watu wasome yale ya kusahihisha sala zao. Wanachuoni wakatengeneza vitabu mbalimbali, kuna al-qaulul mubin fi akhta'il musallin, makosa tu ya watu wenye kusali namna yalivyokuwa mengi. Asome mtu ilmu etilist ya kusahihisha yale makosa yake. Mambo tena mambo ya kutafanya taasub na madhehebu, ukaacha hadithi ya Mtume na maelekezo yake, mtu abadilike. Iko Sheikh Bazimul anasherehesha kitabu cha Sifatu Salah cha Ibn Uthaymeen, akaeleza na hadithi ya Mtume ambayo Mtume akikaa tahiyatu ananyosha kidole, na hapa ndo sehemu ambapo macho yanaangalia wakati wa tahiyatu. Wewe unasubiri ashhadu an la, ndio umebezi huko. Kama haitoshi kuitoa salamu huridhiki mpaka uwasalimie na wale wa mbele kule, assalamu alaykum, assalam, watahsabunahu hayyinan, watu wanaona ni vitu vidogo, huwa inda Allahi adhim, kimbele ya Allah mkubwa. Ikiwa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yantanihanna aqwamu, na wakome watu au watakuja kukoma watu, yarfa'una absarahum inda salah, kuinua nyuso zao juu wakati wa kusali, lakini wewe ndo kawaida yako assalamu alaykum, assalamu alaykum. Sheikh vipi kwani? Tena mwingine utafikiri na maradhi ya wasiwasi na pose juu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum. Sio, unapata wapi vitu kama hivi? Hayo madogo madogo ndio swala yako unaiharibu. Ikawa mtu akimaliza kusali, hebu uchache, wakati mwingine mpaka katika swala za Ijumaa wewe umechelewa, ndio unaswali sunna yako tahiyatu, ukimaliza na wewe usijitambua maskini, salama, ushaharibu Ijumaa yako. Unamkazia, anakulazimisha maana anakuja pale ili umpe mkono. Hana analojua maskini. Haya mambo haya yapo katika ibada kubwa sana ambayo ni ibada ya kusali. Watu wajirekebishe, wasomeshe na wake zao. Maana katika watu ambao nao wanaripua swala ni wanawake bwana. Mwanamke anakuambia mume wangu ndo unatoka, hujaniachia pesa, nitakuachia. Unatoka nje kwenye gari yako, sijui pikipiki yako, ile pesa nimesahau kuacha. Unarudi ndani, mtu kashatoa salamu. Mke wangu ndo shaswali ya dhuhuri raka 4, kwani kuswali kazi mume wangu? Ndio kashamaliza huyo, kasharipua, kashaondoka. Swala ni kitu kimoja muhimu sana cha kuzingatiwa na kusomwa. Hayo unayofanya ambao mwenyewe ndio una ndio hayo, hayatakuwa udhuru kwa kule kwa kudhani kwako kwamba yakakupa udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari ndani ya kitabu chake Sharh Sunna kanukuu kauli ya Sayyidina Umar. Baadhi ya wahakikina wakasema imetokana na Umar bin Abdul Aziz, lakini asli imetokana na Sayyidina Umar. La udhura li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala faqad buyinat al-umuri wa inqata'a al-udhr. Hakuna udhuru mbele ya Allah kwa mtu aloshikamana na upotevu eti kafikiria ndio uongofu, wala mtu alouacha uongofu eti kafikiria ndio upotevu. Hakuna udhuru mbele ya Allah. Sayyidina Umar anasema